So kumekuwa na hili tatizo kwa wanafunzi wengi wapya wa 3D. Wanakuwa wamefikiria kwamba ukitengeneza scene ama ukitengeneza mockup fulani inabidi utengeneze kila kitu ambacho kiko kwenye ile mockup. Yaani inabidi umodel kila kitu. Kwa mfano unatengeneza kitu kama ofisi, mtu anafikiri kwamba inabidi utengeneze labda ukuta, utengeneze tiles, utengeneze meza, utengeneze kabati, kila kitu kwenye ile scene inabidi ukitengeneze, of which hii kitu inafanya kitu kitakuwa very complex na vitu vingine hauhitaji hata kumodel, kwa sababu unakuta focus yako ni kuonesha ofisi, sio kuonesha furniture za ofisi. Kwa hiyo kuna platform nyingi ambazo zinakuruhusu wewe kuweza kudownload zile models mbalimbali na kuzishusha kwenye setup yako. Kwa mfano kama focus yako ni kuonesha ofisi, unaweza ukatengeneza ofisi ukaimodel kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini zile models kama meza, viti, makabati ukavidownload kutoka kwenye hizi platform, alafu ukazishusha pale, ambayo hii sasa itakuwa inakufanya kazi yako inakuwa rahisi na unafanya vitu vinakuwa perfect zaidi, kwa sababu unakuta wewe unaweza kutengeneza maybe ofisi au nyumba, lakini haupo perfect kwenye kutengeneza hivi asset ambazo zipo ndani ya nyumba au zipo ndani ya ofisi. Kwa hiyo kuna platform nyingi ambazo zinaweza kuruhusu uka download hizi assets na kuzishusha kwenye scene yako ama kwenye mockup yako, na hili nimeelekeza kwenye video yangu niliyotoa juzi ya ambayo ni tutorial ambayo inakuelekeza namna ya kutumia Blender Kit. Blender Kit ni moja kati ya hizo platform ambazo unaweza kupata hizi 3D assets bure kabisa.